Kwa hiyo barabara hii itawekwa mitaro, lakini pia itawekwa taa. Ndio. Sasa ndugu zangu, ndio. Hawa wa China hawa kuna muda walisimama kiukweli kabisa walikuwa hawajalipwa. Ndio. Lakini tukawaambia hata kama hujalipwa wewe chukua hela popote kwa kuwa umesha saini mkataba. Sijui umeelewa mpaka hapo? Ndio. Kwa sasa hivi nataka tuwatie adabu ili wahakikishe wanamaliza barabara kwa haraka. Sawa. Sasa jamani, naombeni kwanza mtuwie radhi kwa sababu hatufanyi siasa. Maisha ya Mtanzania sio siasa. Unahitaji kutembea, watoto wanachelewa nyumbani, wanaharibikiwa kwa sababu ya hizi barabara. Nauli kwenda mpaka Kariakoo inafika mpaka 1500 inamhusu na mafuta yamepanda. Kabisa. Sijui mnaelewa ndugu zangu? Kwa hiyo mimi natembelea hapa, lakini nitakuja tena na tena na tena ili barabara iweze kutengenezwa. Asante. Tuko na mkuu wa wilaya. Na mwenzangu mkuu wa wilaya amekuwa akitembelea mara kwa mara kwenye hizi barabara. Lakini hawa hivi jamaa vyeupe hivi vina matatizo. Lakini lazima tuhakikishe kwamba mambo yanafanya jamani. Haya, mtuwe radhi kwa kuwasimamisha. Kwa hiyo mkandarasi aache siasa, aseme ukweli kwamba amekwamishwa na tatizo gani. Napenda kuzungumzia changamoto hii barabara. Kwanza ukiangalia aina ya material ambao wanatumia hao wakandarasi. Haya material mvua ikinyesha yanarojeka, yanakuwa tope. Jua likiwaka panakuwa dust. Na kama ukiangalia kiutaalamu, sijui wataalamu wenzangu hawa wa nani sijui watazungumziaje. Ukiangalia aina ya material haya wanayotumia sio sahihi. Hapo kuanzia banana kuja hapo. Yaani miezi mvua imenyesha ni shida. Magari yanakwama. Sasa unalima barabara, utengeneze diversion ya maji, kupitisha maji pembeni. Inakuaje? Unaona? Wakija wanaparua siku 2-3 jamu gari zikikwama wakivuta, wakiendelea wa chini wanakuja wanaangalia mazingira, wanamaliza kufanya nini? Wanaondoka. Haya barabara nyingine si hapo tunaenda mtajionea wenyewe. Lakini kweli changamoto ipo, na changamoto hii Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa imetokana na kwa sababu mkandarasi wakati amefika kwenye hiki kipande baada ya kutoka kwenye vipande vingine alivyochimba kuondoa udongo ule mbaya wa chini. Bahati mbaya sana kipindi cha mvua kikawa kimefika na eneo hilo kwa sababu lenyewe lina maji mengi, kwa kitaalamu wanasema lina high water table, imekuwa sio himilivu kwenye kipindi hiki cha jua. Lakini pamoja na changamoto zilizokuwepo eneo hili, mkandarasi amekuwa hatoki hapa. Tumekuwa tukihakikisha kwamba mkandarasi yupo muda wote pamoja na mazingira magumu, lakini amekuwa akitoa udongo ambao umekuwa ukijaa hasa kutokana na kifusi kile ambacho alikuwa amekijaza mwanzoni cha chini.